Matumaini yangu ni kwamba hu mweri wa afya, mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbwa katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Luba Tite naja tena mbele zenu wapendwa, na kipindi hiki cha maswali na majibu, maswali ambayo yametoka kwa wapendwa wanaopenda kujua ukweli, wanaopenda kutembea kulingana na ukweli, na ambao kulingana na maswali ambayo wako nayo wanapata ugumu wa namna gani ya kusonga mbele. Kwa hiyo maswali ambayo utakuwa nayo yawe maswali ambayo yatakufanya utoke sehemu ulipo. Maana yake ni nini? Yaani unapokuwa katika ufahamu fulani, aidha umekwama sehemu fulani kwa sababu haujui, lakini ukiuliza unapewa jibu moja kwa moja, utaondoka hiyo sehemu ambapo ulikuwa umekwama, alafu unasonga mbele. Lakini lengo sio tu kubaki huko, kuendelea kusikiliza mafundisho tu na kuandika maswali, ingawa sio vibaya, lakini tambueni kwamba kuna zizi la mzaliwa wa pili ambalo lipo. Ni kweli hakuna mtu ambaye anaweza, kuna utaratibu ambao upo ili kwamba mtu kuingia, lakini cha kwanza kabisa uhakikishe kwamba kwelikweli mafundisho haya ambayo yapo karibu yote umesha yasikia, na hilo litakuwezesha hata wakati utakapojiunga ndani ya zizi hautakuwa nyuma tena, tuseme, kwa sababu mafundisho ambayo tayari kwa sasa hivi ambayo tunayoyapokea ni magumu tena zaidi kuliko haya yote ambayo tuko nayo. Kwa hiyo basi bila kuchukua muda zaidi, kuna swali la kwanza ambalo limetoka kwa mpendwa ambaye anauliza, anasema: kwanza, salamu kaka Imani, nina swali. Hivi unaposema kufa ni kuzaliwa na kuzaliwa ni kufa, ina maana kabla ya kuzaliwa hapa duniani, huko tulipotoka nikawa tulikufa? Na je, vile tunasikitika huku mtu akifa, ndivyo huko tutokapo roho zinazobakia zinasikitika kwamba kuna pengo la ndugu yetu kutoka katutoka kumradhi. Maana matukio ya mwishoni mtu akifa ni kama yanafanana. Kwa sisi huku tunabeba mwili kuhifadhi kaburi, aweza kuwa kaburini, na kule Ofanim wanabeba roho. Bo, cha kwanza, wakati unaposema je, ina maana kabla ya kuzaliwa hapa duniani, huko tulipotoka, ulitoka wapi? Kabla hujazaliwa ulikuwa wapi? Hizi ndio swali ambazo unatakiwa kuzielewa. Aidha mzazi wako, aseme mama alipokuwa na umri wa miaka 5, wewe ulikuwa wapi? Hauwezi ukaniambia kwamba ulikuwa sehemu fulani, no. Yani huu tunaweza tukasema ni uwepo usiokuwepo, yani tuseme kwamba yani ni uwepo usiokuwepo wa hali inayoonekana, ni uwepo usiokuwepo wa hali inayoonekana, kwa sababu unaweza ukaulizwa ulikuwa wapi, hauwezi ukasema chochote kwa sababu haukuwepo tu, tunaweza tukasema kwa namna hii. Kwa hiyo kabla sisi hatujazaliwa hatupo, hilo lieleweke vizuri. Kabla hatujazaliwa sisi, ingawa sasa naposema sisi, ni sisi ambao tumekuja baada ya anguko nini, lakini siongelei wale watoto ambao waliokuja, ambao wametoka katika uhalisia unaojulikana. Siongelee hao watoto, siongelee wa kwanza wa pili, siongelee hao wote ambao waliokuja kina Isombe, wengine nao siongelea. Zaidi sana sisi ambao tunajijua, sisi ambao tumepata hii neema hii, wakati ambapo hatujazaliwa sisi hatupo kwa namna hiyo. Lakini wengine wataweza kusema labda tupo kupitia wazazi. Mzazi gani? Sasa hapo ndio tunaenda utaratibu, tunapanda panda hadi tunafika kwenye mtu wa kwanza. Sasa ninaposema kwamba kuzaliwa ni kifo na kifo ni kuzaliwa, maana yake ni hii. Kwa sababu ili kwamba mtoto azaliwe, kuna ile ambao wanaita sijui ni placenta inaondolewa, ambapo mtoto alikuwa ndani,
Je, hiyo placenta inatumika tena? Inarudi tena? Hairudi, si ndio? Ina maana kwamba imekufa. Yes, imekufa. Na inapokufa lakini mtoto amezaliwa. Kwa hiyo mtoto anapozaliwa kuna vitu vingine ambavyo vinakufa ili mtoto apate kuzaliwa, kwa mfano huo. Na wakati unapofariki lazima utazaliwa sehemu nyingine. Naposema kuzaliwa sio hii wanaosema nani reincarnation ma mwingine, hapana. Namaanisha kwamba kwa sababu kuna maisha mengine, tuseme kwa mtu ambaye ametembea kulingana na ukweli, anapofariki yeye anaenda katika makao ya walio hai, na huko alipo ana ufahamu. Kwa hiyo ametoka katika hali hii, anaingia katika hali nyingine, ni kama vile amezaliwa tena. Sasa kwa yule ambaye anayefariki bila kujua ukweli, huyo ndio ni kama yuko katika usaulifu tu, hana ufahamu wowote, lakini yupo sehemu fulani, ingawa yeye hana ufahamu wowote, ila yupo sehemu fulani, anasubiri wakati wa hukumu ili kwamba apite kwenye hukumu. Kwa hiyo tuseme kwa mfano, unapochukua tunda, kwa mfano embe, unatoa kwenye mti, hapo kuna dhana ya kifo, kwa sababu kitendo cha kutoa embe kwenye mti ni kama vile kuna kitu ambacho umekikata, kimekufa. Lakini hicho kitu utakila tena, kitakupatia uhai, yani kitakupatia nguvu, kitakupatia nini, kitazalisha kitu kingine ndani mwako. Kwa hiyo kufa kwa namna nyingine ni kuzaliwa, na kuzaliwa ni kufa. Na kweli mtu anapozaliwa, mtoto anapozaliwa, kuna wengine ambao lazima kutakuwepo madaktari, nasema sio wale ambao wanaozaa iko yeye mwenyewe, nasema tu utaratibu wa kuzaliwa ni kwamba unapozaliwa kuna wanawake wengine ambao wako hapo kwa sasa hivi wanafanya, hata na wanaume waishaingia katika mambo mengine. Mtoto anapokelewa, unaona. Na hivyo hivyo hata wakati mtu anapofariki, kuna kaka zetu wa kiroho, kuna malaika ambao tuita mabamluluma ambao watachukua nafsi, na kuna maofanimu ambao watachukua roho na watapeleka, na watu tena watachukua mwili, wataenda kuzika. Kwa hiyo huu ndio utaratibu ambao upo, huu utaratibu upo. Kwa hiyo hilo ndio jambo ambalo naweza nikajibu naposema kwamba kufa ni kuzaliwa na kuzaliwa ni kufa. Ni kwa namna hiyo, ndugu yangu, sio kwamba labda kabla hatujazaliwa sisi kwamba tulikuwepo sehemu fulani. Hapana, sio hii. Asante kaka, nina swali. Huko alipokwenda Dubise ndo alipotokaga yule Lazaro aliyefufuliwa na Kristo? Hapana, hapana, hapana. Lazaro aliyefufuliwa na Kristo ambaye kwa jina halisi anaitwa Sumwane hakutoka hiyo sehemu, kwa sababu yeye alifariki kifo cha kimwili na akaingia katika makao ya walio hai, bali Dubise yeye tayari yuko katika level, yeye amesha kuwa roho kamili. Sijui kama unaona hilo, yeye amesha kuwa roho kamili. Lakini yeye Sumwane ambaye wataita Lazaro, wakati alipofariki alitakiwa kusubiri hadi kipindi cha mwisho ambapo atavaa mwili wa utukufu. Lakini Dubisi hadi muda huu tunaozungumza na wewe, tayari yeye ni roho, ni moja, ni sawa na roho waagizo kula vitu tu. Lakini yeyote yule ambaye, kwa sababu yeye wakati aliponyakuliwa yani mabadiliko yalifanyika hapa, yalifanyika na akaenda. Tuseme kwa mfano kwa watoto wa moto waliofariki, hao nao walipitia hii, walifariki, lakini wao tayari kwa wakati huu ni kama vile roho za agizo kula vitu, katika agizo kula vitu tukasema, kwa sababu nani Mundiwe aliuawa, Pongise pia aliuawa. Lakini kwa sasa hivi tunasoma maandiko, walimtokea ndugu yao mdogo wao ambaye ni Longa ambao wataita Seti, wakamtokea na walikuwa kama vile roho tayari zilizokula vitu. Kwa hiyo wao hawana haja tena kwamba mwisho wa kila kitu kwamba watavaa mwili tukufu. Hapana, ni wale ambao wako katika makao ya wafu walio hai ndio wanaosubiri, na wakati ambapo utafika ndipo watafanywa kitu kimoja na mihili hiyo, ili kuingia katika umama mwenye ambao wataita paradiso. Nafikiri hapo umeelewa vizuri.
Kaka Imani Mchimbwa, mimi ninakufuatilia sana. Kwa hiyo Mutatiji ni roho wa Mungu, ina maana Mungu aoni kuwa shetani kavaa hali ya Mutatiji kumwongopea Ibrahimu mpaka Mujima Bobe kufika hatua hiyo, ina maana ni mpango wa Mungu. Naomba kuelewa kitu cha kwanza sisi unaposema Mungu kwetu sisi, Mungu ni kiumbe kilicho na nguvu kuliko viumbe vingine, lakini Mutatiji yeye si roho wa Mungu, kwa sababu roho zote za gizo kula vitu wana wazifa ambao uko juu hata ya Mungu. Narudilia tena, kaka zetu ambao hawajaanguka wana wazifa ambao unapita kile ambacho watu wanaita Mungu. Unaona eh? Kwa hiyo huu ndio tofauti. Kwa hiyo tunasema Mutatiji ni roho wa Luba, ni mmoja kati ya roho za Luba. Anaposema roho za Luba, simaanishi kwamba Luba ana roho, lakini ni roho ambazo ziko katika huduma ya Luba. Hiyo ndio maana yake, tuseme kwa wale ambao wanapenda kuelewa vizuri, maana kuna wengine wanaweza shindwa kuelewa wakaleta tafsiri zingine ambazo ziko tofauti na kile ambacho nimekiongea. Sasa tuende kwenye swali lako. Ukasema kwamba sasa ina maana kwamba Mutatiji, yani ina maana kwamba muumba ambaye sisi tunaita Luba hakuona hayo mambo yote ambayo shetani Mulima Bobe anayafanya, anachukua muonekano wa kudanganya wa Mutatiji ili kwenda kumdanganya nani? Aende kumdanganya Sangu ambao wataita Ibrahimu weza Abrahamu. Unajua kila kitu ambacho kinatendeka katika hali inayoonekana, kuna baadhi ya watu ambao wanapewa kwanza mafundisho kabla, kwa sababu huwa mara kwa mara watu wanaelezwa kwamba ni namna hii shetani anavyofanya kazi yake, ni namna hii anavyotenda, mkiona hili na hili mwelewe kwamba ni yeye huyo. Sasa kama nakujia na wewe tayari umeshapewa mafundisho kwamba huyo shetani Mulima Bobe kuna mara anachukua hata mwonekano wa roho wa mwanga. Sasa inatakiwa sasa kupitia yale mafundisho ambayo wewe tayari umeshafunzwa upate kutambua, kwa sababu kwa kuongea kwake na ikiwa umeanzishwa vizuri, utatambua kwamba hata kama amechukua umbo la Mutatiji, wewe kwa sababu una roho wa utambuzi utatambua kwamba huyu ni shetani Mulima Bobe. Kwa hiyo ni kupenda kusema kwamba kuna watu wengi katika historia ya ukweli waliwahi, yani shetani aliwahi kuchukua mwonekano wake wa roho za agizo kula vitu, lakini hao watu walitambua kwamba ni yeye. Unaona? Kwa hiyo walitambua kwamba ni yeye. Sasa ikiwa wao wanatambua ni yeye, ni kwa sababu wanaelewa kwelikweli yale mafundisho ambayo yapo. Na kitu kingine, unapopenda mtu, kuna mara unaweza ukashindwa hata kuona kasoro zake, kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza akapenda mtu fulani. Tuseme kwa mfano kwa watu ambao wanachumbiana, wanapendana, binti anampenda mvulana fulani, aweza mvulana anampenda binti fulani. Mtu anaweza kuja hata kumwambia kwamba bwana, huyu jamaa yuko hivi, mwizi, kibaka. Hapana bwana, mimi sioni hilo, huyu mtu mzuri. Mama mingine unaweza kumwambia bwana, angalia jinsi alivyo hivi na hivi, yeye anakataa, yani haoni, yeye anaona tu ni ule upendo ambaye yuko nao, na hata kuwa na muda wa kumchunguza huyo mtu vizuri, kuulizia, aweza kuangalia kwelikweli kile anachokiongea kiko sahihi, haiza hapana. Kwa hiyo ndio maana hata walio wengi wanapewa alama, ishara mbalimbali, hata wakati wanapochumbiana wanapewa ishara kabisa, na kuhusiana waume zao, kuhusiana na wake zao, wanapata ishara kabisa mapema, hata kabla hawajaingia katika uamuzi wa kuoana. Wanapata ishara mbalimbali kuonyesha kwamba huyu ukimuoa, angalia tabia yake ndio hii. Lakini wengine nikawa wanafumba macho tu, hawawekei maanani sana, kwa sababu upendo umeingia sana, anapenda sana. Sasa hapo tunakuja kuona matokeo yake yanakuwa tofauti. Sasa baadaye, sasa ndipo mtu anasema hii hali nikawa niliona, nikawa nilipuuzia,
Yeah, kwa sababu haukuwa makini sana, wewe ulikuwa tu busy na upendo ambao uko na. Kwa hiyo ndio maana hata mapatriaki wengine wengi waliodanganywa danganywa na shetani Mulima Bube wao, kwa sababu kitu cha kwanza walikuwa na upendo kwelikweli wa kutosha sana na kuhusiana na Mutatedi. Unaona, hilo ni jambo la kwanza. Na hapo wanapoona kwamba Mutatedi yeye hata ingia katika ufahamu mwingine wa kufikiri kwamba anaweza kuwa fulani, anaweza kuwa fulani, yeye mimi nampenda, anachokiongea na mimi nakubali tu. Na kwa hiyo sio vizuri. Hilo ndio jambo ambalo unatakiwa kulielewa. Asante kaka Imani, utukufu ni kwa Luba Tite. Swali langu, je, kulingana na ukweli, je, maji ya mvua huwa inatoka wapi? Je, ni ndani ya bahari? Nataka kufahamu kuhusu mvua. Alafu kuna mengine ambaye ataongezea na tetemeko la ardhi, na ni nini inasababishwa ni nini inasababishwa aswa. Okay, na nini, yani nini inasababisha, tukafikiri radi nayo ni nini inasababishwa, na ni nini, kwa nini inatisha na mianga ya ajabu, nataka kujua. Na tena naomba neno ikiwa likituwezesha, nilikuwa nataka utafsiri mafundisho ya Kinyebwam ili tuijue historia ya kweli ya yule ambaye ni Kirikou. Asante kaka. Bo, kuhusiana kwanza na nani ya Kinyebwam, kuna mafundisho mengi ambayo tumeshaongelea kuhusiana na Kinyebwam. Yapo tu, unaweza ukaandika kwenye mtandao, mafundisho ni mengi video zaidi ya 700 yamo yamechangana humo. Nafikiri hata tulianza kwanza kuongelea kuhusiana na huyu Melkisedeki kulingana na Biblia za kisasa, lakini pia tumeshawahi kumwongelea kulingana na ukweli, namna alivyozaliwa, kila kitu kilichotendeka. Kwa hiyo unaweza ukapata mafundisho yapo tayari. Yeah. Sasa twende sasa kwenye swali lingine ambalo unauliza nani mvua inatoka namna gani? Inatoka ndani ya bahari? Hilo ni swali ambalo ni nzuri sana. Tatizo ni kwamba unaposikiliza wanasayansi jinsi wanavyowaambia namna gani mvua inavyotoka inavyokuja, haina hata mantiki. Wao wanakuambia kwamba kuna mvuke ambao ni wa vitu ambavyo watu wanavitumia, unaweza ukapika, unafanya nini. Mvuke, kuna jua ambalo litapiga sana ndani ya maji, ndani ya bahari kwa mujibu wao, alafu mvuke utapanda, maji hayo yatapanda kwa namna ya mvuke, pum, yanaenda, alafu yanaunda mawingu, alafu baadaye mvua tena inashuka. Swali ambalo kama umeuliza, je, mvua inatokana na bahari, kuna mantiki tu kidogo ambayo unaweza ukajiuliza. Tunajua kwamba maji ya bahari yana chumvi, si ndio? Lakini unapolamba maji ya mvua, je, kuna chumvi? Jibu ni hapana. Sasa inakuwaje kama mvua inatokana na maji ya bahari? Sasa kwa nini mvua isiwe na chumvi? Aidha watasema namna gani? Inapopanda chumvi inatoweka alafu inashuka, inatoweka namna gani? Wanatakiwa kutuambia kama kwelikweli inatoweka. Kwa hiyo ni dhana ya kwanza, kuambia kwamba haiwezi ikawezekana kwamba mvua ikatokana na maji ya bahari. Hapana, hilo haliwezekani. Sasa mimi nawaambia kila mara kwamba nyuma ya kila kitu kuna roho, nyuma ya kila kitu kuna roho, na roho huyo ni sheria yenyewe. Kila kitu kimepewa sheria. Nitakurudisha nyuma kidogo, katika kipindi cha Wumse ambayo wataita Nuhu, kulitokea gharika. Sasa swali ambalo mimi nitawauliza watu, mvua ambayo ilinyesha ya gharika, hiyo mvua ilitoka wapi? Je, ilitoka ndani ya bahari alafu ndio no. Hata mnaposoma ndani ya Biblia za kisasa imeandikwa, kuna sehemu ambayo inasema kwamba kuna milango, madirisha ya nini, ya sijui ya snuu ya nini yapo. Ni kupenda kusema kwamba mvua haitokani na gisi wanavyosema mvuke alafu inashuka, no. Nyuma ya mvua kuna roho msimamizi wa mvua yuko pale. Kuna roho msimamizi wa misimu yuko pale. Ikiwa mvua itanyesha, ni wao walio nyuma ya hilo. Yanatoka tu juu tu na inashuka sehemu ambapo inatakiwa kutoka tu, inatokea hapo na inashuka. Sio kwamba labda inatoka chini inapanda alafu inashuka. Sio, kama ingelikuwa hivyo
ingawa tunajua kwamba kwelikweli maji ya mvua kuna mara tunaweza tukasema ni machafu, kwa sababu katika anga kuna mambo mengi, kuna mambo ambayo kuna vumbi, unaposema anga kuna mambo mengi sawa, lakini kikawaida tusingelikuwa tunaona maji ya mvua yakizirisha aina yoyote ile ya nani ya mwanga ya nani ya rangi kama vile nyeupe, kama tusingeona. Mnaona ndugu zangu? Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo mnatakiwa kulielewa. Kwa hiyo mvua inaponyesha ni kwa sababu kuna roho aliye nyuma, anayepanga, yani yeye ni sheria ambayo ipo tayari. Kwa hiyo mvua inanyesha kulingana na kile ambacho kimepanga. Ni kama vile gisi ulivyouliza sasa hapa kuhusiana na tetemeko la ardhi. Tetemeko la ardhi inasababishwa na mambo mengi. Ndani ya ardhi mwelewe kwamba dunia ndani ina bahari ya moto, mwelewe hilo, ambapo baadaye unaweza mkaona kwamba kuna volkano zinatoka sehemu. Haya mambo yote yako ndani, na mshtuko wa nani, tuseme tetemeko la ardhi, mwelewe kwamba kuna mambo mengi ambayo yako ndani ambayo sisi hatuyajui. Simaanishi kwamba labda kuna treni ambayo iko chini ya udongo ambayo inayopita alafu kunafanya sio namna hiyo. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yako ndani ya udongo ambayo sisi hatuyajui, lakini mwelewe kwamba hata dunia pia kwa namna nyingine inapumua, kwa namna nyingine dunia inapumua. Kwa hiyo mwelewe vizuri kwamba kumrazi wapendwa watoto. Sasa nikupenda kusema kwamba iwe radi ambayo unauliza inatoka namna gani, nyuma ya radi kuna roho msimamizi wa radi, kwa sababu watu katika hali inaonekana wao wanasema kwamba wao wana uwezo wa kumtumia mtu mwingine radi. Hizo ni taarifa ambazo tuliishi nazo tukiwa bado wadogo, ni uongo mtupu. Hakuna mtu aliye na uwezo wa kumtupia mtu mwingine radi, hilo alipo, kwa sababu radi ni silaha ya kiroho. Radi haitumwi na mtu, nyuma kuna roho msimamizi wa haya mambo, na wakati inapopita ni kwa sababu ni wakati huu ilitakiwa kupita, hiyo ndio njia yake inajiendea. Sio kwamba umeshawahi kuona kwamba ikiwa radi imepiga, hata iwe nyumba iwe mti, umeshawahi kuona kwamba kwa sababu imepiga labda imeumia, hiyo radi imeumia, alafu mnaona kwamba imefariki sehemu? Haijawahi kutokea, si ndio? Inapita tu, chochote ambacho kiko pale kwenye njia yake inapita tu, inajiendea. Na mnapoona mwanga huu ambao mnaona mwanga wa radi, ni nishati hiyo, ndio nishati halisi. Kama mnapenda kuelewa, unaweza kuwa mchana, lakini mwanga wa radi ukitokea hivi tena ni weupe wa hali ya juu sana, ili kuonyesha kwamba hiyo ni nishati halisi ambayo haina mambo. Hiyo ndio nishati halisi ambayo mnatakiwa kuelewa. Kwa hiyo nyuma ya radi kuna roho za agizo kula vitu. Hakuna mtu katika dunia hii aliye na uwezo wa kumtupia mwingine radi. Hivi mnafikiri kwamba ingelikuwa kwamba ni hivyo, kwamba kukawa watu ambao wana uwezo wa kutuma radi kwa watu wengine, hivi mnafikiri kwamba vifo vingemalizika? Ingawa havijamalizika, kwa siku watu wangelikuwa wanalialia tena zaidi sana katika familia moja. Leo kumekufa mwingine, kesho, kwa sababu kuna watu wengine hata kuhusiana tu na dola 50 wanaua wengine. Sasa kuna wengine ambao wanahuzunishwa na mambo ambayo yanayotendeka. Mwingine labda amenyanyaswa, amefanya hivi, na ana uwezo wa kufanya hivi, hawezi kuangamiza kijiji chote, aidha watu wote. Kwa hiyo hizo ni hivyo. Watu wengine ndio maana mtawasikia wanasema kwamba wana nguvu ya kufunga mvua inaponyesha, wao wanakuja wanaifunga mvua, aidha wanafanya hivyo, wanazungusha mvua haiwezi kapita hapa, itaonyesha huko na huko. N'importe quoi, acheni ujinga ndugu zangu. Hakuna mtu ana uwezo wa kuzuia mvua. Subutu unaenda kuzuia kwa sababu unafikiri labda unazuia, ni kwa sababu mvua haikunyesha sehemu hiyo. Tuseme kwa mfano inaweza kapita. Hamjawahi kuona kwamba mvua wakati fulani inaweza kanyesha upande huu inaenda lakini sehemu hii kuna baki tu kuko hivyo hakujanyesha? Hamjawahi kuona hicho haya matukio?
tumeshawahi kuyaona sisi, tuliyashuhudia wasi. Kwa hiyo fanyeni angalisho, ndugu zangu wapendwa. Kwa hiyo nyuma ya kila kitu jua tu, tambua kwamba kuna roho. Dunia ina roho, unaona, ina roho na dunia iko hai. Naposema dunia iko hai, sio kwa namna gisi mtu anaweza kafikiri kwamba mtu anapumua anafanya uhai huo uko kwa namna nyingine. Sasa unauliza kwa nini inatisha sana? Si unaona hapa ngurumo? Sasa ni silaha za kiroho, tunaweza tukasema kwa namna hiyo. Ngurumo inaponguruma haiulizi nani amelala, mtoto yuko wapi, haina nafasi, inapiga inashuka tu kiri. Ni hivyo tu, kwa sababu kila jambo lina wakati wake, na hakuna jambo ambalo linatendeka bila sababu, lina sababu yake. Na ndivyo ilivyo hata kuhusiana na swala la upinde wa mvua, ambao hawa wajinga wengine ambao hawako sawa wanautumia kwa njia ambayo ni mbaya, hadi watu wengine wanaanza kuchukulia upinde wa mvua kama kitu ambacho ni cha shetani, kama kitu cha kibaya. Hivi ndivyo shetani anavyofanya kila mara, na mimi nimeshukuru hiki kipindi ambacho tunaishi ili kupenda kuonyesha ndugu zetu kwamba bwana, hivi ndivyo historia ilivyochukuliwa. Mtakuta ukweli ni huu. Sasa ulimwengu wa giza la kisiasa unachukua ule ukweli, unaanza kutumia, unasema ni vitu vyao. Tuliwahi kuongea kuhusiana na huu mti ambao wanautumia wa Christmas huu. Kikawaida huu mti hauna matatizo yoyote, hauna matatizo yoyote, lakini kwa sababu ulimwengu wa giza la kichawi unaanza kutumia ukimwekea, yani wanasema namna gani, yani wakiuhusisha. Yes, hiki ndio Kiswahili kizuri, wakihusisha huu mti na huyu watakaita Yesu, na hapo ndio picha ya huu mti inaonekana kama ni mbaya, lakini huu mti ambao wanautumia wa Christmas hauna tatizo lolote. Mtu anaweza akawa nao uwe ndani ya nyumba yako na mengine, hauna matatizo yote, lakini kile ambacho wamekuja kusanisha kukiweka kwenye hicho ndio kibaya. Mnaona ndugu zangu? Kwa hiyo ndio maana hata upinde wa mvua upo, hauna matatizo yote. Si wakati kunapoonyesha mvua za mengine mnaona upinde wa mvua. Sasa mkiona mtaanza kimbia, utasema kwamba ni wale mwanaume, wanawake mwanamke. No. Sasa kwa hiyo ni hali ya shetani kupenda kuonyesha uumbaji wa muumba upate kuchukuliwa kwamba ni kitu ambacho si kizuri. Hivyo ndivyo ilivyo, na kuna mengine ambao watachukua tu kwa wakati huu ambao mnayaona ni mambo mazuri tu, lakini baadaye wanaanza kuyatumia kwa mambo yao mabaya, na nyinyi mnapoona tu unasema hiki ni kibaya. Ni kibaya namna gani? Kwa hiyo iwe ni makini ndugu zangu. Sifa na utukufu zote kwa Loba. Kaka, nina swali. Kama vile Wakristo na Waislamu na pia dini zote hapa duniani wanatumia alama zile symbols zao kama vile mfano msalaba, na hata mtu akifa wanaweka kwenye kaburi. Je, pia kwa ukweli wa neno kulikuwepo na hizo alama zenye babu zetu walikuwa wanatumia, na pia sisi wafuasi wa mzaliwa wa pili tunaweza tumia? Asante sana. Hapana. Unapokuwa katika ukweli hauna haja ya alama yoyote ile, kwa sababu ukweli wenyewe hauna alama. Yani alama labda ni matendo yako tu, namna yako ya kuongea, namna yako ya kutembea, namna yako ya yani hiyo ndio alama ambayo ipo kwa mtu ambaye anatembea kulingana na ukweli. Hilo ndio unatakiwa kuelewa. Na mtu anapofariki katika ukweli, hakuna haja ya kuweka msalaba, hakuna haja ya kuweka kitu chochote. Labda inaweza ikaandikwa hata kwenye kaburi kule, huyu alikuwa fulani mtumishi wa Luba, mwili wa mtumishi wa Luba umepumzishwa hapa, inawekwa tarehe ambayo ulifariki nini, haina shida, ile inaweza ikawepo, lakini haina haja ya kuweka msalaba. Sijui kama unaona hilo. Maana uwaulize hata wao wanaoweka msalaba, nani aliyewaambia kwamba waanze kuweka msalaba kwenye kaburi? Kwa sababu hata huyu Yesu wao alipofariki hajawekewa msalaba, hakuwekewa msalaba. Hata ingelikuwa kwamba labda yeye angewekewa msalaba, hapo ndipo watu wangekuwa wanaweka kwenye kaburi, wanaweka msalaba. Lakini wanawaambia kwamba kwenye kaburi la huyu watakaita Yesu kwamba waliweka jiwe, yaani walimwingiza alafu wakafunga sasa mlango na jiwe na hata huyo wanayosema kwa malaika alipokuja alikuja kaviringisha hilo jiwe akaliondoa na kaburi likawa wazi.
Hawakusema kwamba waliweka msalaba alafu akaondoa msalaba mtu akatoka no, hapa. Kwa hiyo watu wao wanaelewa kwamba hizi alama, hizi ishara ambazo watu wanaweka zinamaanisha kitu gani, na ndio maana ukiangalia kiundani zaidi sana, ikiwa kaburi ndani mwake kuna mwili, na inategemea ni mwili gani. Kuna mwili ambao labda umeshazikwa miaka 50 imepita, ina maana kwamba tayari ni mafuvu ambayo yamejaa tu ndani ya kaburi. Linaweza likapendeza huku nje, lakini ndani, kilicho ndani kimeshahoza kabisa. Ndivyo zilivyo hata dini zenu ambazo mko nazo kwa wakati huu. Mtapendezesha, mtaweka wao, mtaweka ni magorofa, watu wanaingia wanafurahia, kila kitu mnaweka ndani, lakini nyinyi mlio ndani mumeoza. Mumeoza. Mumeoza kwa sababu matendo yenu hayaendani na ukweli, kwa sababu hamko katika ukweli. Yaani nanyi pia mumekufa, yaani mumezikwa tayari. Ndio maana katika hizo dini zao, katika makanisa, juu ya majengo wanaweka msalaba. Sasa ikiwa juu ya majengo wanaweka msalaba na kaburini pia mnaweka msalaba, ina maana kwamba inapenda kuonyesha kwamba hata wale walio ndani ya kanisa humo tayari wameshafariki. Hawako sawa. Wamesha kufa tayari, mmewekewa msalaba. Naona ndugu zangu, kwa hiyo watu wanafanya vitu bila kujua. Sisi katika ukweli hatuna haja ya alama za ishara yoyote ile, hatuna haja ya ishara yoyote ile ndugu yangu. Ishara yetu sisi ni kutenda, kutembea, kufanya kile ambacho neno linatuomba kufanya, kutembea kulingana na ukweli na sio kufanya mambo ambayo hayatakiwi. Hiyo ndio alama na ishara ambayo tuko nayo sisi. Ni kweli inaweza ikatokea sasa katika ukweli huu, mzaliwa wa pili anaweza katoa t-shirt zinaandikwa Loba, anaweza katoa t-shirt zinaandikwa Zulula 100, zinaandikwa Zulula nani Joki Sabe. Lakini hata kama watu wanaweza kanunua, haijamaanisha tu wale walio katika ukweli ndio wanatakiwa kuzivaa. Hata yeyote ambaye hayuko katika ukweli anajisikia, anaona kwamba ni t-shirt nzuri, anafurahi, anaweza kanunua kavaa tu, na hiyo inaweza ikaonyesha kwamba kwa kweli huyu ana taarifa kwamba huyu mtu anafuata mafundisho ya mzaliwa wa pili. Hiyo nayo pia ni alama na ni ishara, haina shida. Unaweza kununua kofia ambayo inaandikwa Loba, haina shida. Hii inaweza ikakuonyesha kwamba kwa kweli, na mwingine ambaye atanunua atajua kwamba kwa nini amenunua, hata kama yeye si mfuasi, lakini ameona kwamba hicho kitu kinampendeza na ananunua. Alafu anaweza kaeleza, wewe unajua hicho ambacho umekivaa, sijui, niliona hii ni nzuri, nikaona sehemu fulani kaagiza nikapata. Hii ni yeye sasa mwenyewe kuangalia. Kwa hiyo hatuna haja ya ishara za alama yoyote ili kuonyesha kwamba sisi tuko katika ukweli. Matendo yetu na watu wanaotuzunguka wataona tabia zetu, mwenendo, namna yetu ya kuongea, wataona tu kwamba kuna mabadiliko makubwa katika maisha yetu ya kila siku. Ndugu yangu imani, utukufu kwa Loba, ninaomba munipokee pia mara nyingi na kuandikia, lakini unioni. Nisha kuandikia messenger, unijibu. Je, ikitokea mlango umefungwa, kosa litakuwa kosa litakuwa la nani? Na nilifika mapema. Ndugu yangu, mimi sijui hakika. Mimi kikawaida, mimi mtu akiniandikia hata message anachukua, hata kama siwezi nikajibu leo, lakini lazima mimi najibu. Mimi sijaona hakika, huenda umetuma, kwa sababu kuna zingine unaweza ukatuma ujumbe, labda ni mara ya kwanza, inaweza ikaingia kwenye barua pepe, naweza ukasema ya nani, ya messenger, tuseme hivi kwa mfano, sio barua pepe, lakini barua taka, tukasema hivi. Kwa hiyo mimi nitaangalia kaka Hamisi, kama neno likiruhusu nitampatia jina lako, alafu labda aidha wewe unaweza ukaandikia Hamisi Mizigo kwenye messenger, unaweza ukamtafuta, kwa sababu mimi hakika sijaona. Ningeona hakika, kwa sababu jina lako kabla ya kusoma nilisoma, lakini nikaangalia kabla ya kujibu, nilipekua kabisa messenger yote, sijaona ujumbe wote ambao umetoka kwako, sijaona kabisa, sijaona. Kwa hiyo kama unamjua kaka Hamisi Mizigo unaweza ukamwandikia, na kama haujui basi unaweza ukaja hapa ukaandika tu email Facebook yako ambayo unaitumia, aidha messenger ambayo unaitumia, jina
alafu tutakutafuta sisi, usiwe na wasiwasi, hilo tunaweza tutalifanya bila matatizo. Sasa sisi hatuna hiyo hali ya kusema kwamba labda mtu akiandika hata kama hajajua ukweli siwezi nikamjibu. Watu hawawezi wakashuhudia hilo, mimi huwa najibu. Kuna watu wengi ambao sio tu wale ambao wako katika zizi katika ukweli, hata wengine ambao wako katika ukweli wanaweza kaniandikia, naongea nao, na hata simu napiga, tunaongea. Mimi sina hiyo hali ya kusema kwamba labda siwezi nikaongea na mtu kwa sababu hajakuwa katika ukweli, hata mengine, hapana. Mimi sina hiyo hali, hakika tuseme ukweli. Kwa kweli naweza nikachelewa kujibu kwa sababu ya majukumu mbalimbali, ili unawezekana, lakini ya kwako hakika sijaiona, sijaiona kabisa. Kwa hiyo usijali, uandike tu hata kwenye hii video tu email hapana, jina la messenger ambayo unatumia tu, basi itakuwa vizuri, na neno linajua kwamba umekubali na sio kwamba labda ukifika nyuma, hapana, neno linajua kila jambo na wakati wake. Kwa hiyo usijilaumu zaidi sana kuhusiana na yeye. Mimi katika zizi niliomba ombi la kuingia katika zizi katika mwaka wa 2017, lakini nilikubaliwa mwaka 2020 ndio nikaingia ndani ya zizi. Hivi niko na miaka ngapi? Miaka 6 ndani ya zizi. Lakini kabla ya hapo nilikuwa tayari, kama ni mwaka 2016 nafikiri, ndio nilipokea ukweli huu na nikaanza kazi ya kushia mafundisho kwenye sehemu mbalimbali, lakini kaomba ombi la kuingia, hata jibu kawa hivyo hadi ikafika 2020 ndipo nikapata ujumbe kwamba tuliona hivi nini 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 nini, kwa hiyo kutakuja wapendwa ambao wataongea na wewe na hivi wakupatia utaratibu mwingine. Nikafurahi. 2020 nikaingia, sikukata tamaa. Kwa hiyo hata kama hujaingia, usifanye kitu ambacho unajua kwamba hiki si kizuri, no, endelea tu kwa ile njia ya yale mafundisho ambayo umeyapokea bila kwenda tofauti. Hata kama uko nje hujaingia katika zizi, baki tu kulingana na mafundisho ambayo unapewa. Asante kaka yetu mpendwa. Neno la Luba limetupa mwanga. Swali ni kama ifuatavyo: hivi agizo kula vitu unapatikana sehemu ipi hasa? Aweza inapatikana, yes. Agizo kula vitu nitakupatia tu maelezo, lakini hata wewe mwenyewe hauwezi ukapenya vizuri, lakini utaelewa. Tunaona sisi tuko katika ulimwengu, hii dunia iko ndani ya ulimwengu. Ukitoka katika huu ulimwengu kuna ulimwengu mwingine, ila sijasema kwamba kuna mbingu lingine. Ukitoka katika ulimwengu huu kuna ulimwengu mwingine, ukitoka huu ulimwengu kuna mwingine, kuna nisema hata mamiliati, mabilioni na mabilioni ya malimwengu ambayo yameumbwa, lakini hapo kote hivyo bado agizo kula vitu halijakuwepo. Yaani agizo kula vitu lipo baada ya malimwengu yote, ndipo agizo kula vitu. Hilo ndio unaweza ukaelewa. Yaani baada ya malimwengu yote, mabilioni na mabilioni na mabilioni ya malimwengu yaliyoumbwa, baada ya haya yote ndipo sasa kuna agizo kula vitu. Swali langu la leo ni, tumejua tayari kuwa mtu ni moto. Yes, malaika wa mwisho kuumbwa, ndiye roho aliyeletwa duniani kwa lengo la kukamilisha idadi inayojulikana ya wale roho wa agizo kula vitu waliohasi. Swali ni je, ikiwa ni moto, ni malaika na mudima bube ni kerubi, ni humu kwa moto atatokea na kwenda kuziba nafasi hiyo ya kerubi? Ni kweli moto yeye ni roho wa agizo kula vitu, ni mmoja kati ya na muloloma malaika, okay, na shetani mlima bobea ni kerubi. Sasa na sisi lengo lake yeye moto ni kuja kuzirisha idadi inayojulikana ambayo itachukua nafasi ya hao walioanguka. Jambo ambalo utaelewa ni kwamba hapa haiongelei kuchukua umbo la wale walioanguka. Sio kama unaelewa vizuri. Sio kuchukua umbo la wale walioanguka, bali ni kutimiza idadi ya wale walioanguka. Sijui kama unaelewa hivi. Kwa hiyo haijamaanisha kwamba unatakiwa kuwa kama yeye ili idadi yenee, no.
Idadi ni kitu ambacho ni moja, mbili, tatu. Kama walianguka 4, kutazaliwa watoto wengine 4. Haijalishi wao watakuwa wa namna gani, lakini hiyo hesabu tu, hiyo idadi tu ndio inaomba. Nafikiri hapo utaelewa vizuri. Yaani haina swala kusema kwamba mtu ndio atakuwa sasa yeye shetani kwa namna ambayo ni nzuri. Mke wake sasa atakuwa nani kama ni hivi? Kwa sababu wote walioanguka, hakuna mwanamke, kwa sababu hakuna roho mwanamke aliyeumba. So unaona hapo inakuwa tofauti. Sasa wale wote ambao ni dada zetu ambao wameokolewa na ambao wataokolewa, nao pia watachukua nafasi ya, watachukua umbo la akina nani? Kwa sababu katika agizo kula vitu, kabla ya mto kuingia, hapakuwa dhana ya mwanamke. Tunaona na wale walioanguka hakuna hata mwanamke hata mmoja, na wale walioanguka hakuna hata mnyama ambaye ni roho ambaye ana umbo la mnyama aliyeanguka, lakini unaambiwa kwamba kuna baadhi ya wanyama ambao nao pia wataokolewa. Sasa nao pia watachukua umbo la nani? Tunaona. Kwa hiyo ni kupenda kuonyesha kwamba haina uhusiano wowote kuhusiana na umbo la viumbe walioanguka, bali ni idadi. Kama kuna malaika mmoja ambaye alianguka akachukuliwa nafasi yake ikawekwa simba, tuseme, aliyeokolewa, huyo simba hatabadilika kuwa malaika aliyeanguka, no, atabaki tu simba, lakini ambaye anatimiza hiyo idadi ya huyo ambaye. Kwa hiyo hilo ndio jambo ambalo unatakiwa kulichukulia zaidi sana, sio umbo bali idadi. Nafikiri hapo umeelewa vizuri. Swali ni je, tunaposema agizo kula vitu, wanaoagizwa ni sisi wa duniani tu, au hata dunia ikifika mwisho panaendelea kuitwa agizo kuu la vitu? Pia naomba kujua vitu ni nini? Unajua kwamba agizo kuu la vitu, aidha utaratibu mkuu wa vitu, kwa hiyo unaweza ukaita agizo kuu la vitu, aidha pia hata utaratibu mkuu wa vitu, ni sawa tu, pia haijakuwa wrong, iko tu kwenye hiyo njia moja. Utaratibu waweza agizo hilo linatoka kwa wa kwanza na wa pili, agizo kuu la vitu. Alafu wale wengine walio katika agizo kuu la vitu nao pia wanapewa maagizo na wa kwanza na wa pili, na wale walio humo nao pia wanashuka, wanakuja, wanawapatia wale katika hali inayoonekana ambayo ni mapatriaki, manabii, wanawapa maagizo pia. Sasa nani anayewapatia maagizo? Ni wa kwanza na wa pili. Agizo kuu la vitu, yani vitu ni vile vitu ambavyo viliumbwa kulingana na ukweli. Yes, yani vitu vyote, na naweza nikasema hata vile ambavyo haujawahi kuviona ingawa vipo, vyote ni vitu. Kwa hiyo hilo agizo ni hivyo, unatakiwa kuelewa kwamba ni wawili ambao vitu vyote vimo ndani mwao, na wao ndio wanatoa agizo. Bosi anapokuja anafanya hiki na kile, ni kwa sababu alipewa agizo, alipewa utaratibu huo wa kufanya hilo jambo. Kwa hiyo naweza nikajibu kwa namna hiyo. Habari kaka Imani, pole kwa majukumu. Nasema asante, nashukuru kwa majibu ya maswali. Swali langu la leo ni kwa wanyama wajiogopa wakijiona kwenye kioo. Kwa nini? Okay, nafikiri kwa nini wanyama wanaogopa wanapojiona kwenye kioo. Sina uhakika kama ni wanyama wote sina uhakika kama ni wanyama wote, kwa sababu kuna wanyama wengine wanapojiona tu kwenye kioo wanapenda kwenda kuvamia tu, waanze kupigana, yani anafikiri kwamba ni adui, ni mwingine ambaye hivi. Hamjawahi kuona mbwa anapokutana na mbwa mwingine, utakuta ni kama utafikiri wao ni nini ambacho kilitokea kati yao, huwa anapambana, anaanza kubweka, unaweza kuacha hata mtu mwingine anapita na wanaanza kubabana kwanza wao wawili, ujulizi ni kitu gani. Walewa kwamba wanyama wao hawana akili kama gisi wewe mtu ulivyo na akili. Kwa wakati huu ni wanyama zaidi sana ambao ni wango. Hata kabla ya anguko wanyama walikuwa na akili kweli, lakini ilikuwa akili ambayo haiwezi kapita akili ya mtu mweusi, yani ya mtu, hilo mlielewa. Ingawa kweli walikuwa na akili, kwa sababu walikuwa wanazungumza, walikuwa wanapiga story, kila kitu tu wanaelewa, hata hisabati wanajua walikuwa wanafanya. Maana yule punda wa Balamu wa Dabat walisema kwamba hivi ni mara 3 unanipiga. Alijuaje? Alijua kuhesabu, mara ya kwanza amenipiga, mara ya pili amenipiga, mara ya 3, hivi ni mara ya 3 unanipiga.
Kwa hiyo anajua hesabu. Ni kupenda kusema kwamba wanyama sio wote, kuna baadhi ambao wanaweza wakaogopa kwa sababu anaona kitu kingine ambacho kinamfanana, na katika mazingira hayo labda anajiona kama labda ni yeye mwenyewe tena, anaweza yani ni hivyo, kwa sababu hawana ile hawaendelei kama sisi watu, sijui kwa sasa hivi. Yeah. Lakini sio wanyama wote ambao wanaogopa kaka. Kuna wengine ambao wanapenda, wanapoona hivyo wanapenda kwenda direct kunani kupiga, aweza kuanza kuvamia. Wengine wanaenda kuvamia kioo nini, kwa sababu yeye aogope, anapenda tu aanze vurugu tu. Sasa jiulize kwa nini? Kuna ndugu mwingine ambaye aliandika hili swali, sikulijua hakika, nitalisoma, yeye atalitambua. Huenda ukijitambua wewe mwenye swali, unaweza ukaandika tena upya ili nijue ni nini unamaanisha. Za swali lako ni kama vile limeanza katikati, sijui vizuri. Umeandika kama walioandika hawakuwa na ufunuo, iweje Musa aliyeandika hiyo habari awe na mawasiliano na Mungu, tena mawasiliano ya ana kwa ana? Sikuelewa vizuri zaidi sana, lakini elewa kwamba unaposema kwamba Musa alikuwa na mahusiano na Mungu, mawasiliano na Mungu ana kwa ana, ina maana kwamba Musa alikuwa anamuona Mungu wakati wanapowasiliana. So unaona hicho kitu sasa, kitendo cha kusema kwamba Musa alikuwa anamuona Mungu wakati wanawasiliana, tayari utakuwa unampinga Yesu wako, kwa sababu huyu Yesu wako anasema kuja, hakuna mtu ambaye ameshawahi kumuona Mungu wakati wowote. Sasa sio mimi ni yenyewe Biblia. Kuna wengine ambao waliwahi kumuona, ni kweli Musa alimuona live kabisa hivyo ana kwa ana kama ndivyo ulivyosema. Lakini huyu Yesu wenu anakuja anasema kwamba hakuna mtu ambaye aliwahi kumuona Mungu wakati wowote, hakuna. Anasema hivi. Sasa Musa aliona nani ana kwa ana? Mimi nilisema kwamba Musa, wao wanasema yeye ndo aliandika vitabu kama vitano, vitabu vya kwanza vya tano vya Torati vile. Nasema no, hapana. Musa hawezi akaandika vitabu vyote vitano vya Torati. Ni kama vile Zaburi, watu wanafikiri kwamba labda Zaburi ni Daudi tu ndio aliandika Zaburi. No. Ni wengi ambao waliandika Zaburi. Hata Busi ameandika Zaburi. Kuna nani, kuna sura ambazo, kuna sura ambayo Busi naye pia ameandika Zaburi yake ndani ya kitabu cha Zaburi ya? Kwa hiyo kama unaweza ukarejea vizuri kuhusiana na hili swali ili nipate chimbuko lake limetoka wapi, labda naweza kukupatia majibu ambayo yatakuridhisha tena zaidi. Asante kaka Imani. Huyo ndio magugu katika ngano. Kaka Imani, nataka unifahamishe kuhusu namba. Sasa mwanangu, tumeiona namba 21 katika mkono wake wa kushoto, na hii namba amezaliwa nayo. Kwa sasa na umri wa miezi 6. Kaka, utukufu kwa Robert. Bo. 21 namna gani? Bo. Neno nikiruhusu tukikutana, na kwa sababu najua aliyeuliza swali kwenye mkutano wa tarehe, itakuwa tarehe ngapi? Kwenye mkutano wa tarehe, tuniangalia kwanza tarehe ambayo tutakutana sote na wapendwa wote ambao hawako katika zizi, itakuwa lini? Neno likiruhusu itakuwa ni tarehe 2, mwezi wa 8, neno likiruhusu, yaani wiki ijayo. Hapana hapa kesho, lakini Jumapili ijayo kule ndio tutakuwa pamoja tena na wale ambao hawako katika zizi. Utauliza hili swali kwa sababu kuna maswali mengine ambayo naweza nikakuuliza kwanza kabla ya kujibu haya. Yes. Nina swali, kwa nini mtoto katika ukuaji nafikiri anapitia hatua ya kung'oa meno, ila wanyama hawapitii hatua hiyo? Kwani jibu liko rahisi kaka. Wewe hata mnyama kama ana meno ya kuoza, ni nani ambaye atakuja kusema wewe hata wanyama wengine hawatamwambia kwamba meno yako yameoza, piga mswaki. Mnyama atapiga mswaki? Hana muda wa kupiga mswaki, ni mambo yetu sisi. Anakula nyama ambazo ni mbichi, anakula hivi mambo ambayo hayako sawa.
Hiyo ni kawaida. Lakini sasa kwetu sisi, kwa nini watoto wanatoka kwanza meno kwa kipindi fulani? Sote tulipitia huu. Ni kwa sababu unapokuwa mdogo, mwaka mmoja miwili mitatu, kuna mara haujua hata kupiga mswaki. Na tuseme kwa mfano mtoto anapokuwa hivyo, na inakuwa wengine, unapojaribu hata kumwosha tu meno inakuwa ni vita vya Iraki kila wakati. Sasa iwe hivyo tu, hayo meno yameshakuwa na uchafu hivyo hivyo. Sasa mtoto hadi anakuwa mtu mzima, sasa anaanza ye mwenyewe kupiga mswaki. Unafikiri meno yatakuwa meupe kama jinsi yanavyotakiwa? Yatakuwa tayari yameshaharibika. Ndio maana kila kitu kina mambo, kina wakati wake. Ndio maana inatakiwa hayo meno yaondoke tena, alafu yaji mengine, ambapo wakati mtoto sasa ameshakuwa na ufahamu kidogo, unaweza kumwambia piga mswaki hivi, na anaelewa na anapiga, ili meno yawe tu meupe, yawe vizuri. Hiyo ni moja ya sababu. Wanyama wao hawana haja hiyo ya kusema kwamba wapige mswaki za mengine, no. Mm. Hawana haja mnyama mwingine hata kuja kumwambia kwamba bwana, kinywa chako kinanuka nini, uende upige mswaki wa mwingine. Hayo ni mambo yetu sisi, kwa sababu sisi tuna akili ambayo kwa wakati huu yanazidi wanyama. Kwa hiyo hiyo ndio sababu na nikasema, yeah, hiyo ndio sababu. Ulimwengu wa kiroho ulipanga vitu vizuri sana, unaweza ukafikiri ukasema wow, namna gani haya. Wengine watasema kwamba meno yangu yanauma. Meno hayawezi yakauma. Meno yatauma kwa nani? Kwa sababu ya kitu gani? Ni ile nyama ambapo meno yameenda kukaa ndio inaweza kauma, sio meno. Meno yenyewe hayaumi, hayawezi yakauma. Lakini watu wanasema hivyo. Nina swali, kwa nini okay. Napenda kuwa na shiriki kwenye Zoom, ila sijui nitakuwa na joy aje. No, ni rahisi. Kila video huwa naweka hapo link ya Zoom. Kwanza cha msingi unatakiwa, kama una simu, una download app ya Zoom, application ya Zoom unakuwa nayo. Unapokuwa nayo hiyo application ya Zoom, hapo kuna meeting ID ambayo unaweza ukaiweka na password. Kwa sasa hivi mimi kwa wakati ninapowawekea, naondoa access ya nani ya password, yaani hauna haja ya kuweka password wakati unapoingia kwenye huo mkutano. Nasema mara moja kwa mwezi, hauna haja ya kuweka password kwa sababu natoa, ili kwamba iwe rahisi kwa wengine. Una click tu link na unaingia direct. Unapoingia wanakubalika, alafu unaingia ndani. Kwa hiyo nitaiweka tena hiyo linki, huwa inakuwa pale kila wakati. Basi kwa hiyo ukiona, basi hii Jumapili ambayo itakuja, hapana hii ya kesho, tutakuwa na mkutano. Kwa hiyo unakaribishwa na wengine wote ambao wanapenda kushiriki. Nyote mnakaribishwa ndugu zangu. Hili ndio swali la mwisho, na hivi nimepitia maswali yote na hili ndio swali la mwisho. Kwa hiyo kama kutakuwa maswali mengine, mnaweza mkaweka. Kama sitapata swali zingine, yani ina maana kwamba Jumamosi ijayo hakutakuwa na ziwe swali zaidi ya 5, kwa sababu kama ni chini ya 5 nitakuja kuongea mara ngapi? Na ziwe zaidi ya 5. Kwa hiyo hili hapa nimepekua, ambaye anaona kwamba bado swali lake labda nimeruka hizo, sijawahi kuongea, anaweza karejesha tena swali lake hapo hapo, itakuwa vizuri. Kwa hiyo hii ndio neema nyingine ambayo neno limeruhusu, ili muwe mnapata haya mawili matatu katika lengo la kuendeleza vizuri katika njia ya utakaso. Na wakati ambapo mtaamua kujiunga na zizi pamoja, hamtakuwa tena nyuma sana na wenzenu. Mtakuwa tayari mmeshakuwa na ufahamu ambao uko sawa, mnatulia, na mnapoanza pamoja hakutakuwa na, yaani vema kuanzia hata kabla hujaingia, uanzie utaratibu wa kutembea kulingana na ukweli, bado haujaingia hata katika zizi. Usiseme kwamba mimi siko katika zizi, hawanione, acha nifanye na wewe tayari umeshapokea ukweli. Kupokea ukweli sio kuingia katika zizi. Kupokea ukweli ni kujua kwamba huu ni ukweli, kile ambacho nilikuwa nafikiri kuwa ukweli ulikuwa ni uongo, na hapo direct unaanza kutembea kulingana na ukweli, kwa sababu mafundisho yote yako very clear. Hadi kwa sasa hivi unaweza ukapokea ukweli na unatembea kulingana na ukweli, na ukafariki hujaingia katika zizi. Unafikiri utaenda wapi? Unafikiri utaenda kwenye hukumu? No, haiwezekani. Unatakiwa kuokolewa. Kama nia yako ilikuwa nzuri, unatembea kulingana na ukweli.
Lakini hii haijamaanisha kwamba kumbe imani amesema hivyo, basi haina haja mimi kuingia katika zizi bwana, kwa hiyo baadaye naweza nikaendelea huku. Ukiwa na na ufahamu huo, aidha mawazo kama haya, tayari umeshaharibu, maana tayari unaambiwa kwamba karibu zizi. Joki Sebeleta amesema kwamba kuna kondoo wengine ambao bado hawajakuwa katika nini, katika ya malisho. Itabidi wa pili atakapokuja atawakusanya nao wote, watafanywa kuwa zizi hili ni moja tu. Kwa hiyo anapokuja zizi ni moja tu, lile la mzaliwa wa kwanza ndio hili hili, lile la wazee wetu wa kabla ya Joki Sebeleta hajajidhihirisha katika linaonekana ni zizi moja, hakuna zizi mbili za tatu. Luba anaendelea kujitukuza.